Ujumbe wa jamii ya Wahadzabe kwake Rais Samia Suluhu umeacha wengi vinywa wazi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Kumbuka kusubscribe. Katika msitu wa Eyasi, jamii ya Wahadzabe imeandika hatua ya kihistoria baada ya kuanza maandalizi rasmi kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Kundi hili dogo la takriban watu 1300 ambalo kwa muda mrefu limehifadhi tamaduni za uwindaji na ukusanyaji sasa linaingia kwenye anga mpya ya kisiasa na kijamii. Kwa mara ya kwanza sauti ya Wahadzabe inatazamiwa kusikika si tu kwenye mikutano ya kijadi bali pia kwenye majukwaa ya kitaifa. Viongozi wa kimila kwa kushirikiana na wanaharakati wa haki za binadamu wameanza kampeni za kuhamasisha vijana wa Kihadzabe ama wa Kihadza kujiandikisha kama wapiga kura na hata kujiandaa kugombea nafasi za uongozi. Hatua hii imepewa tafsiri pana kama ushindi wa demokrasia jumuishi nchini Tanzania. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imeeleza kuwa mipango iko tayari kuhakikisha jamii zote ikiwemo Wahadzabe zinapata fursa sawa katika mchakato wa kidemokrasia, na vifaa vya kuandika ama kuandikisha wapiga kura vinatarajiwa kufikishwa hata kwenye maeneo mbalimbali kama vile Eyasi ili kuhakikisha hakuna kundi linaloachwa nyuma. Kwa upande wa jamii wenyewe, haswa vijana, msimuko ni mkubwa. Wengi wao wanaona uchaguzi wa mwaka 2025 kama fursa ya kuonyesha kwa Wahadzabe si historia pekee bali ni sehemu hai ya taifa. Vijana wa Kihadzabe wanaamini uwakilishi wao unafungua njia ya kusikika kwa changamoto zinazowakabili kama vile upatikanaji wa ardhi, elimu ya watoto wao na haki ya kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya siasa na maendeleo ya kijamii wamegawanyika katika mitazamo. Wapo wanaona hatua hii kama mwanga wa matumaini unaoweza kubadilisha simulizi la jamii za asili nchini, lakini wengine wanatahadharisha kuwa bila maandalizi ya kutosha kuna hatari ya Wahadzabe kutumiwa na makundi yenye maslahi binafsi. Hata hivyo, mashirika ya kiraia na wadau wa maendeleo wanaendelea kutoa elimu ya uraia, mafunzo ya uchaguzi na uelewa wa haki za kikatiba ili kuhakikisha jamii hii haingii kwenye mtego wa kisiasa. Hatua ya Wahadzabe imekuja wakati jamii ya asili duniani zinakubaliana na kubaliwa na changamoto kubwa ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa ardhi na kutengwa kisiasa. Ushiriki wao katika uchaguzi ni kielelezo kuwa hata jamii zilizoko mbali na miji zina uwezo wa ndoto ya kushiriki katika mustakabali wa taifa. Kwa taifa la Tanzania, uchaguzi wa mwaka huu unaweza kuonekana kama mchakato wa kawaida, lakini kwa Wahadzabe ni zaidi ya kura. Ni mwanzo wa safari ya kisiasa ambayo inaweza kubadilisha sura na uwakilishi wa jamii ya pembezoni na kuimarisha imani ya demokrasia jumuishi. Asante kwa kutufuatilia hapa Kenyascope, na endelea kutufuata kwa habari na makala zinazoangazia undani wa matukio makubwa ya kisiasa na kijamii katika eneo la Afrika Mashariki.